ACT Wazalendo kupitia kikao cha kamati ya uongozi kilichoketi tarehe 7 Oktoba kimefanya tathmini ya kina kuhusu mwenendo na matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 2025 ambao umekuwa pigo kubwa kwa demokrasia, haki za wananchi na mustakabali wa taifa letu. ACT Wazalendo imeguswa na mwenendo mzima wa uchaguzi ambao kwa mara nyingine umeendelea kugubikwa na udanganyifu, vitendo vya hila na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Ni wazi kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imekosa uhalali wa kuendelea kuiongoza Tanzania. Imekosa uhalali wa kisiasa wa kuendelea kuiongoza Tanzania. Uchaguzi huu haukuwa huru, wa haki wala haukuwa kuaminika, na umepoteza vigezo vyote na sifa za kuwa uchaguzi wa kidemokrasia. Mchakato mzima wa uchaguzi, kuanzia utangazaji wa watu waliojiandikisha, uteuzi wa wagombea, upigaji kura na utangazaji wa matokeo, unaonesha kufanyika kwa vitendo vya kihuni vinavyoondoa kabisa uhalali wa uchaguzi mkuu. Nyie mnafahamu tulitangaziwa na tume kwamba wamejiandikisha watu milioni 37, wakatuambia wamejitokeza watu milioni 32, wakatuambia kura halali za rais zilikuwa milioni 31 na kidogo na kufikia 98%. Lakini mmesikia kwa watu waliotangulia hapa michezo ya namba ambao mingine walishindwa kuifanikisha, na badala yake unakuta eneo ambalo mgombea akiingia anapewa kura 3 kwa pamoja. Kura za mgombea urais zimezidi mara 2, mara 3 ya kura za mgombea ubunge na kura za madiwani. Kwa mfano, mambo yaliyojitokeza hata kabla ya uchaguzi: moja, kuenguliwa kwa mgombea wetu wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu Luhaga Joyson Mpiga kinyume cha sheria, kihuni na kuonyesha vitekesho vya tume. Mnajua ACT Wazalendo walivyopambana na swala hili, kaenda mahakamani, wakaelekezwa tume wapokee fomu za mgombea wetu, akarudishwa, tukarudi tume Dar es Salaam, akateuliwa siku ya Jumamosi, siku ya Jumatatu akaenguliwa. Na hili swala sasa tumeenda mahakamani tena na limepelekwa mahakama ya rufaa. Kutoteuliwa kwa baadhi ya wagombea ubunge na udiwani na usumbufu katika kuapisha mawakala na kutoa viapo. Tuna ushahidi wa zaidi ya wagombea 70 wa majimbo mbalimbali nchini ACT Wazalendo walioenguliwa kwa vitendo tu hivi na vile, mambo ambayo yalikuwa yanaonyesha tu ni ubabaishaji na kutaka kuona kwamba wagombea hao hawaendi kupata haki yao ya kidemokrasia ya kugombea maeneo mbalimbali na kuwakilisha sauti za wananchi. Lakini pia kupikwa kwa idadi ya wapiga kura, ambapo takwimu rasmi zinazotangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, 86.7% wamejitokeza kupiga kura. Huu ni uongo wa mchana kweupe. Uhalisia unaonyesha kulikuwa na mwitikio mdogo sana wa wapiga kura vituo vyote nchini. Na ukiangalia itano tunayosema na tume ya 86% haijawahi kutokea katika nchi. Sio kitu cha kawaida. Huo ni muujiza kwamba kati ya watu wote eti 36% ndio waliovuka tu. Tulikuwa vituoni. Mimi nilienda kituoni, nilikaa pale kama lisali moja na nilimwangalia yule angalia kwenye daftari, yule sehemu ya usimamizi anayeangalia kwenye daftari la watu wanaofika pale kupiga kura. Lile daftari alifununua kwa haraka, nilihesabu sehemu zilizowekwa tiki, hakukuwa na tiki zaidi ya 10 na ilikuwa ni saa 5 asubuhi jimbo la Segerea. Lakini matokeo yake, na tumesikia maeneo mengine, watu waliojitokeza kupiga kura kwenye uchaguzi huu mkuu hawakuzidi 20% ya wapiga kura wote. Kuna baadhi ya majimbo yaliathiriwa na vurugu za maandamano ambapo masanduku yalichomwa moto, vituo viliharibiwa na matokeo ya kuhesabiwa. Lakini tume ilitangaza matokeo ya kubumba ikiwemo Segerea, Kibamba, Ubungo, Kinondoni, Arusha mjini na kadhalika. Na tumeona furushi la kula hapa zilizokuwa zimesagaa mtaani zinaonyeshwa na mgombea ubunge wa jimbo la Ubungo.
kura bandia kukutwa kwenye masanduku ya kura, wasimamizi wa vituo kusaidia au kushiriki kwenye zoezi la kupiga kura za wizi kwa ajili ya kuongeza kura za wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Kuzuia mawakala wetu ACT Wazalendo kuingia kwenye vituo vya kupiga kura na kuhesabu kura. Mawakala wetu kunyimwa nakala za fomu za matokeo ya udiwani, ubunge kwenye mengi ya majimbo. Na hii ya kuzuia mawakala kuingia kwenye vituo vya kura, nafikiri alikuwa ni maelekezo ya maeneo yote. Mawakala wengine walikuwa wameshaingizwa kituoni, walitolewa, ni usumbufu, ni barua, ni picha, ni kuchanganya vituo, alimradi kuhakikisha kwamba zile kura hazilindwi kwa uhalisi wake na mawakala hawawi sehemu ya mkururo mzima wa mchakato wa kupiga kura kuanzia vituo vinapofunguliwa. Wasimamizi wa vituo kubadilisha matokeo na kuongeza idadi ya wapiga kura kwenye karatasi za matokeo bila uhalisia. Tumeona mifano hapa. Matokeo ya uchaguzi kupangwa na vyombo vya ulinzi, hasa idara ya usalama wa taifa, kwamba nani atangazwe, nani asitangazwe, na kufanya uchaguzi huu kukosa maana tena. Wao walikuwa tayari wanao matokeo kwenye mifuko yao na walikuwa wanataka kujua nani anatakiwa kushinda.